Habakuki sura ya 2 mstari wa 14. Kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji yafunikavyo bahari. Haleluya. Biblia inazungumza kwa habari ya unabii wa nabii Habakuki. Nabii Habakuki alikuwa anazungumzia kwa habari ya mambo yatakayokuja katika kanisa la siku za mwisho, au utukufu wa mwisho wa kanisa la siku za mwisho. Mara ya kwanza Habakuki alikuwa amechanganyikiwa sana, akimwambia Mungu, mbona kuna mambo tulisimuliwa lakini hatuyaone? Tunajua katika sura ya 2 mstari wa 1 akasema, nitasimama katika nini? Zamu yangu. Mwambie jirani yako, hongera kwa kusimama katika zamu yako. Kuna vitu katika familia, katika maisha yako utakiwa kujilaumu, unatakiwa kusimama katika zamu yako. Hata kama ulikosea mwenyewe, hata kama chanzo cha matatizo unajijua ni wewe, sio shetani, ni wewe mwenyewe, hutakiwi kujilaumu, hujatakiwi kujikatia tamaa, wala hutakiwi kunung'unika. Unachotakiwa kufanya ni kusimama katika zamu yako. Sijui kama mnanielewa. Yaani mimi nikiona mshirika anarudi nyuma, simlaumu. Inatakiwa nisimame katika zamu yangu ili nimfanye asirudi nyuma, au nimfanye arudi kwa Mungu tena. Na ndio muda mwingine unaweza kaniletea mambo ya mtu, nisilaumu sana. Nishatoka ulimwengu wa kulaumu mtu. Nipo katika kusimama katika zamu. Mungu anasema ni nani atakayesimama katika zamu, mahali palipobomoka, ili apajenge, ili ajenge boma. Kwa hiyo Mungu anapenda sana watu wanaosimama katika zamu. Na siku zote wanaosimama katika zamu katika Biblia wanaitwa kama walinzi. Tukiwa macho, tukiwa walinzi, hakuna adui atakaye kuja kupandikiza vitu usiku wa manane tukiwa tumelala katika nyumba zetu. Hakuna adui atakaye kuja kuiba au kubadilisha hatima zetu. Tunakumbuka kwa habari ya wale wanawake wawili walioenda kwa mfalme Sulemani. Mmoja alilala usingizi fofofo, akamkalia mwanae. Kumbe unaweza ukalala usingizi afu ukaviua vya kwako. Kufufua ni kazi ngumu sana kuliko kurejesha kilichoibiwa. So most of the people, vitu vyao vimekufa wao wenyewe kwa sababu wenyewe walivilalia, wenyewe waliviua. Sasa sura ya 2 Habakuki anasema, nitasimama katika zamu yangu ili nione lile atakayeniambia Bwana kwa habari ya kulalamika kwangu. Means ninanyamaza kwa habari ya kulalamika, kuanzia leo silalamiki tena. Alafu nitamsikiliza Bwana atakachoniambia. Means kusimama katika zamu, hatusimami kama viziwi. Tunasimama with expectation from God, ya kuwa Mungu kuna kitu atatusemesha tukisimama katika mlima wa Bwana. Kwa hiyo Habakuki yeye akasema, nitasimama katika zamu yangu ili nione. Sasa kuna mambo mawili hapa anayozungumza. Namba 1 anasema ili nione. Namba 2 anasema jinsi nitakavyojibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Anavyozungumzia ili nione, misi wakati tunaomba tunaona. Sio tu tunasikia atakachotuambia Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kukuambia ukiona, Mungu anakuambia ukisikia. Lakini pia sasa ili nione atakaloniambia Bwana. Misi wakati tunaomba lazima tufungue macho yetu. Sema, macho yangu ufunguke wakati ninaomba, nione yale mambo nayolalamikia yakiwa yanabadilika. Ujue kuna level ya maombi ambayo unaomba huko unaona. Mungu mbadilishe mume wangu. Wakati unaomba unaona mume wako ameacha sigara. Sio hadi Mungu aje kunijibu. Yamkini utarudi nyumbani na utamkuta na vipande vya sigara vile vile. Lakini haijuzi, kwa sababu wakati unaomba uliona. Mungu badilisha uchumi wangu. Unarudi nyumbani, kapu lako la kukandia ngano halina kitu. Hela yako imebaki 500. Una 200 na 100 mbovu. Haijalishi. Wakati unaomba uliona kabisa kuna fedha inakuja. Kwa hiyo kile ndio ukishike unachokiona wakati unaomba.
Na ndio maana roho ya upofu tunailaani katika jina la Yesu Kristo, isiwe sehemu ya maisha yako. Mtu anayeomba akiona, huyo mtu hawezi kuwa na mashaka na maombi yake. Na ndio maana Mungu watu wengi aliowaita aliwauliza, unaona nini? What do you see? Tumekuja kwenye maombi, tunaona nini baada ya siku 31 kinaenda kutokea? What do you see? Kwa sababu usipokuwa na uwezo wa kuona unachoenda kutokea, hautaomba kwa bidii, na utaomba kwa ulegevu, na utaomba ukiwa huna matarajio wala huna imani. Sijui kama hapa kuna washindi kadhaa ambao wanaomba wakiona kuna jambo linaenda kutokea katika maisha yao. Oh, glory to God. Kuna mtu utaomba, wakati unaomba linakuja wazo kichwani la biashara lisilo la kawaida, litakalo kutoa kwenye umaskini. Utaomba. Utaomba. Mwaka jana tulikuwa na mawazo ya siku 21. Kuna watu wakati wanaomba hapa wakapata wazo, wakina Pasco wakasema tumetoka kwenye hadi leo hii kula sio tatizo tena. Alipata wazo katika maombi ya siku 21. Sasa kuna watu mtapata mawazo makubwa sana. Mawazo makubwa. A divine idea. Sio mawazo ya kibinadamu, mawazo yatokayo kwa Mungu. Na wazo lolote unaolipata kwenye maombi, ilo wazo haliwezi kuanguka bure. Ukiliingiza kwenye vitendo litakuletea breakthrough, mpenyo. Sio kama mnanielewa. Kwa hiyo tunavyoomba lazima tuone. Mungu anamwambia unaona nini? Yeremia anasema ninaona. Mungu anasema umeona vyema. Kwa sababu gani? Naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Kwa hiyo unachokiona wakati unaomba ndio neno la Bwana. Mungu anayeongea sio kwako kana kwamba yamekuwako. Mungu anautazama mwisho wako tangia mwanzo. Huu nabii unatokea katika kizazi chetu sisi. Nataka nikwambie wewe hapo utakuwa una experience unabii wa Habakuki aliopewa na Mungu. Habakuki katika kitabu cha Habakuki sura ya 2:14. Kwa maana dunia itajazwa na maarifa ya utukufu wa Mungu kama vile bahari ijazavyo maji. Hivi kuna siku ulishaenda ukakuta bahari haina maji? Huwa inasogea tu, inaitoka maji kupwa, maji kujaa, lakini maji yako pale pale. Ndivyo itakavyokuwa kwako. Mungu atakujaza na maarifa ya utukufu. Maarifa ya utukufu ndio yapi? Hayo ambayo unatakiwa uyaandike. Kwa sababu hayo yakija ndani yako yatabadilisha familia, yatabadilisha ukoo kupitia wewe, yatabadilisha kanisa letu, yatabadilisha taifa. Kuna maarifa ya utukufu utajazwa. Dunia itajazwa na maarifa ya utukufu wa Mungu kama vile bahari ijazavyo maji. Wakati natafakari nikajiuliza, what is dunia? Ukisoma ya Kiingereza haisemi the world, haisemi the universe, inasema the earth. Earth sio dunia, ni ardhi, ni nchi. Wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Wewe ni udongo na udongoni utarudi. Kwa hiyo huyu anayezungumza dunia itajazwa sio ardhi, ni wewe. Utanielewa mwaka mwingine, sio lazima unielewe leo. Upande huu mnanielewa? Kwa sababu the earth is not a system. A earth is a soil and all components that is found in the soil. Ndio earth. Ujue kitu ambacho ukijui, kila kitu kizuri kinatoka ardhini. Madini yote yanatoka ardhini. Chuma inatoka ardhini. Shaba inatoka ardhini. Everything good venye thamani vinatoka ardhini. Ndani yako kuna vitu vya thamani. Hivi kuna mtu anaweza akaamini labda Melelani vile kabla ya ugunduzi kuwa kuna madini ya Tanzanite? Lakini kuna watu walifanya utafiti wakajua kuna madini.
Hizi siku 31 ni siku za kufanya utafiti katika ulimwengu wa roho, ili kujua hazina na madini yaliyoko ndani yako kupitia maombi. Mungu nisaidie hawa watoto wangu wanielewe. Kabla ya uvumbuzi, ardhi ilijulikana kama ni ardhi tu. Lakini baada ya utafiti, wanasayansi wa jiolojia, wanasayansi wa mining exploration wakajua kwamba chini hapa kuna miamba yenye madini ya dhahabu, ya rubi, ya madini mbalimbali. Wewe hapo watu watakuona wa kawaida, na hata wewe mwenyewe utajiona ni wa kawaida, kwa sababu vitu vya samani huwa havikai juu ya ardhi, huwa vinakuwa chini ya ardhi. Kuna vitu viko ndani ya roho yako, ndani sana, ndani. Is until tunakaa katika kuomba, tunavyoomba na kuomba na kuomba na kuomba, unashangaa kuna kitu ndani yako kinaanza kuibuka. Unaanza kujisikia ngoja nifanye biashara, unaanza kujisikia ngoja nifanye hichi, unaanza kujisikia ngoja mimi nianze kuomba, unaanza kujisikia ngoja mimi mbona mimi kama na neno la unabii ndani yangu, hebu nianze kusema. Kuna hazina imesitirika iko ndani yako. Kuna vitu vimejaa ndani yako na haviwezi kutokeza hadi tumeomba, na sio maombi ya siku moja. Musa hakujua alichokibeba hadi alivyotoka kwenye maombi ya siku 40. Yesu hakujua ukubwa ule aliokuwa nao, lakini alirudi na nguvu za roho. Na watu wakashangaa, hii hekima mbona sio ya dunia hii? Mbona huyu hajasoma? Imekuwaje akawa na maarifa? Kwa sababu kuna kitu elimu haiwezi kutoa, lakini kuna kitu kiko ndani yako, utukufu wa Mungu kitatoa. Mnanisikia vizuri? Kwa hiyo tunapofunga siku hizi 31, naomba ujue ya kwamba kuna kitu ndani yako Mungu atakusemesha. Kuna kitu kitaamka ndani yako kama moto, kitakuwa kinakuwashawasha. Nifanye tu hivyo. Yaani unajisikia tu unaweza kwa kitu unajisikia kufanya hata uwazi, alafu baadaye unakuja kuelewa kumbe ni Mungu alinisemesha. Ili ni wazo la Mungu. Alafu Mungu waga hawezi kukwambia kila kitu ujue, ila kuna kitu atakwambia ukifanya baadaye ndio utaelewa kwamba kwa nini alikwambia vile. Kwa hiyo Biblia inasema the earth will be filled with the glory. Dunia itajazwa na maarifa ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tunaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa hiyo kuna maarifa yatakuja. Hayo maarifa ndio yatakujiuliza ya kwamba ndani yako kuna madini, ndani yako kuna ukuu, ndani yako kuna huduma. Kwa hiyo wingi wa maarifa ulivyoongezeka Tanzania na wataalamu walivyokuja kufanya utafiti, ndio wakajua kwa Dodoma sio tu kame, kuna sehemu katika Dodoma ina madini. Dodoma si wanachimba dhahabu na wenyewe. Hivi katika hali ya kawaida ukizunguka Dodoma uniwehi kuwaza hata kuna madini? Hamna. Lakini maarifa yalivyoongezeka, watu walijua Dodoma kuna madini. The same. Tunavyoomba kuna maarifa tunayapokea. Ujue hatuombi ili tujibiwe. Tunaomba ili kujijua. Unapojijua ndo majibu yako. Wewe unaomba Mungu akupe pesa, Mungu asha nataka nikujulishe wewe ni nani, kwa sababu katika wewe ndo kuna pesa. Okay, umesema pastor anaongea nini? Biblia inasema kipawa ni kama kito cha thamani, kigeukapo kumfanikisha yalionacho. Kwa hiyo hata madini hadi yatokeze ndo tutajua thamani yake. Kwa hiyo kile kipawa kilichomo ndani yako hadi kigeuke ndo kitakufanikisha. Kwa hiyo sio Mungu nifanikishe. Mungu wakati unaomba na kufanikishe, Mungu anakupa wazo. Lile wazo ndo lina mafanikio. Mungu anakupa akili. Ile akili ndo mafanikio. Mungu anakupa busara. Ile busara itakuletea watu ambao utatenda kwa busara, watakufanikisha. Mungu anakupa hekima. Mungu anakutahiri moyo wa kukurupuka kufanya maamuzi. Glory be to God. Sasa dunia itajazwa na maarifa ya utukufu wa Mungu. Sema dunia ndio mimi.
Wewe ukisikia dunia ina mambo hivi, ni ardhi si watu. Dunia shujaa, ulimwengu ni watu ni huo ulimwengu ni wakina nani? Ni watu. Dunia ni nani? Watu. Kwa hiyo unapozungumzia, tunazungumzia mtu. Wewe hapo ndo unatakiwa ujazwe na maarifa ya utukufu. Utayapata wapi? Utakaposimama katika zamu yako kama Habakuki, ili umwambie Bwana kwa habari ya kulalamika kwako, na Bwana atakutokea katika njozi. Wengine Bwana atawatokea wakiwa wamefumba macho, lakini wakiwa na akili zao timamu, sio hadi walale. Wengine wakati wanaomba hapa, unaomba linakuja wazo. Tegemea Mungu kukujibu maombi yako, tegemea kabisa, lakini si kwa namna uliyotegemea. Kukujibu atakujibu, lakini kwa njia usiyoitaka, ila atakujibu. Wakati unaomba Mungu akupe mtaji, Mungu atakupa hekima ya kuishi na watu, kwa sababu kwa watu ndio kuna hiyo mitaji. Ela haitoki mbinguni wala haiwezi kushuka kitandani kwako kaipata. Wakati unamwambia Mungu nipe upako nikutumikie, Mungu akupi upako, anakupa roho ya maombi na ibada na kufunga. Unashangaa tunamaliza siku 30 ndio kwanza unaona kama una siku moja. Unasikia kufunga. Hiyo ndio namna Mungu anavyofanya kazi. Wakati unaendelea ndio unakutana na Mungu huko katikati. Wakati unamwambia Mungu nipe kibali mbele za watu, Mungu anakupa moyo wa kuwapenda watu bila sababu na kuwavumilia. Unashangaa mtu anakukwaza alafu kwa ziki, alafu anaenda kusema yani nimemkwaza sana, lakini nashangaa amenyamaza kimya. Watu wasatupate wapi tena mtu kama mimi? Wakati namuomba Mungu anipe upako, Mungu alinitakasa kinywa changu.